Sisi tumetambua kwamba kwenye kilimo changamoto yetu kubwa karibu kuliko zote ni tija ndogo. Na tija manake unazalisha kiasi gani kwa ekari moja, au unazalisha kiasi gani kwa mti mmoja. Kule kwenye korosho tunazalisha mti mmoja kilo 10 mpaka 15, wanatuambia unaweza kupata mpaka kilo 35. Kwa hiyo ukija kwenye kahawa hapa, nimwambia niletee takwimu. Nimeangalia Arabica hapa, sisi tunazalisha wastani wa gramu 375 wakati kwa mti mmoja, wakati mti mmoja unatakiwa uweze kuzalisha kilogramu moja. Ndivyo nilivyopata. Okay? Kwa wastani wetu huko hata chini ya nusu ya kile ambacho tunazo tukazalisha. Tukienda kwenye robusta tunazalisha gramu 500 kwa mti mmoja, wakati tunaweza kuzalisha, tunatakiwa tuweze kuzalisha kilo 1.5. Kwa tazo letu kubwa ni hilo ambalo kwa kweli linagusa mambo mengine yote. Na naamini huu wastani tumeweka hapa, hatujaangalia ukweli kwamba sasa hivi kuna miche mingi ya kahawa inabidi kuwa replaced. Imeshakaa muda mrefu, watu wameshakata tamaa. Najua hata sasa hivi watu wa namna kukata, kuprune, ule ujuzi umeanza kupotea. Tulikuwa na mwekezaji mmoja yuko hapa, katafuta watu wa kuprune, kakosa, kachukua kutoka Kenya. Ndio ana prune, baadaye akarudishwa. Mbona kuna Watanzania hawapo wa kutosha? Kwa swala kubwa hapa kwa kweli ni tija ndogo. Tija inagusa hata masoko, kwa sababu kwenye masoko unaweza kuwa competitive. Kwa hilo kubwa, najua kuna masuala mengine yote, sisi tumeamua kwanza na swala la tija ndogo. Sasa tuna masuala 7, sio yote yanahusu tija moja kwa moja. Nitasema haraka kwenye wizara. La kwanza kabisa kupambana na tija ndogo ni utafiti. Na utafiti wetu tunataka tuanze kutafiti kuhusu mbegu bora ambayo itatuongezea tija, alafu na kilimo bora. Hiyo kuprune, tunaita kukata matawi. Kule Moshi, wataalamu kukata matawi, unaweza kukata matawi mti mmoja ukazalisha kahawa nyingi zaidi. Kwa tunahitaji mbegu bora. Nilionyeshwa na TAKRI aina ya ugunduzi ambao wamefanya. Ukiangalia kahawa inavyobeba kwa kweli natia paka, kauliza mna hakika hii ni hapa Tanzania? Ameniambia ni hapa Tanzania. Kwa hiyo la kwanza ni utafiti. Na huku kwenye kahawa tutasukuma sana utafiti. TARI ihusike na utafiti, na TAKRI iendelee na utafiti, na vyuo vikuu viendelee na utafiti, kuhakikisha kwamba tunapambana ili swala la tija ndogo kwenye kilimo. Na kwenye utafiti tuanzie hasa kwenye mbegu, tupate mbegu nzuri, tupate miche mizuri ambayo inazalisha vizuri zaidi. Na ushauri sehemu ambazo tunadhani tunabidi kureplace miti, tufanye hivyo ili tuweze kuongeza tija. Kwa sababu tija inapokuwa ndogo, watu wanaamua kung'oa, wanaanza kuotesha vitu vingine. Wanaamua kwa sababu hela haitoshi. It's pure economics. Na mimi kama waziri wa kilimo, mtu aking'oa kahawa sitagombana naye. Kazi yangu sisi ni kuhakikisha kwamba tunaonyesha namna bora zaidi ya kupata hela kutokana na nini? Kutokana na kahawa. Sio bwana. Sio kwamba tunaenda na mgambo kwenda kupambana na wewe, mbona umeng'oa kahawa kwenye shamba lako. Tunataka twende na watafiti na maafisa ugani kuonyesha kwamba hili shamba lako kwenye kahawa unaweza kuzalisha zaidi. Ndio namna bora ya kwenda mbele. La pili, mbegu kuzalisha za kutosha. Sasa mimi nakumbuka nilipokuja nikaongea na bodi pale, waliniambia watu wengine hawajajua umuhimu wa miche ya hii mbegu mpya ambayo inazalisha zaidi, propagation. Kunaonekana kama tu challenge kidogo huko, na labda nyewe wenyewe mtasema. Lakini kubwa tulionalo, hatuna mbegu za kutosha bora. Utafiti umefanyika, tumepata baadhi ya mbegu nzuri sana. Kwenye alizeti tuna mbegu inaitwa record, haitoshi kabisa. Oil content yake inalingana kabisa na ile ya hybrid. Ingawaje yenyewe inachukua miezi 4 kuvuna. Hii hybrid tunaagiza kutoka nje, inachukua miezi 3, lakini haitoshi. Kwa hiyo tunapozungumza alizeti sasa hivi inabidi tuanze kuagiza mbegu kutoka nje, tutaziagiza. Kwa hiyo tunahitaji kuzalisha mbegu zaidi kwenye mashamba yetu ya asa na mashamba mengine. Kwa kisha tunazalisha mashamba yale yasiwe yamekaa bure tu, tunazalisha kwa wingi, na sekta binafsi tusaidiane nao wanaozalisha mbegu. Kwa hilo la pili tunapambana nalo. Na hilo nalo kwenye kahawa tutafanya hivyo hivyo. Kwa miche mizuri basi izalishwe ya kutosha, igawanywe, Tarime wapi, iende Kigoma, sehemu mbalimbali, tuhakikishe kwamba inapatikana, tunaongeza uzalishaji katika tija ambayo inatakiwa, ili mkulima aweze kuokoka kutokana na kile ambacho anacho. Cha tatu, tunazungumzia ugavi. Huduma ile ya bwana shamba. Hili ni kubwa sana. Kama nilivyosema, ukweli tuna mwekezaji hapa, sio hapa tu. Nadhani na Karatu. Na nilipigiwa mpaka simu. Anasema mimi
nimeleta mtu kutoka Kenya ambaye ni mtaalamu wa kupruni, amefukuzwa, hana kibali cha kufanya kazi, anatafuta Mtanzania. Sasa sijui kama kweli hawapo, lakini nazungumzia tatizo ambalo mimi nimelipata, liko mezani kwangu, na wengine labda mnafahamu. Anakosa mtu wa kupruni miti. Maana nini? Kuna lazima kuwe na huduma ya ugani, na maafisa ugani wafundishwe kweli, sio kwamba akija kwako yeye akusubiri wewe umfundishe. Kwa hilo tutaongea na vyuo vyetu. Tunapomfundisha mtu Sokoine, practical training hiyo ya kutosha vile vile. Kama ni kukatia matawi, ajifunze namna kukata matawi. Na kwenye vyuo vyetu hivi. Kwa huduma hii lazima tuifanye ipatikane. Sisi tulipokuwa kwenye kahawa, kulikuwa na wataalamu wanakuja wanafundisha wakati gani wa kupiga dawa, unapiga lini, unapiga vipi, na kule nyumba za ibada zilikuwa zinatangaza muda wa kukata matawi umefika. Na wataalamu wapo. Kwa hilo lazima tulirudishe. Mkulima apelekee utaalamu. Sasa hata kama kuna utafiti umefanyika, tumepata tunachokifahamu, tunazo mbegu za kutosha, hilo tunalifikisha vipi kwa mkulima? Tunahitaji mtu wa kumfikia mkulima. Kwa huduma ya ugani ni tatizo kubwa sana hapa nchini sasa hivi. Ni kubwa. Nyote wakulima mtakuwa mnafahamu. Tuna maafisa ugani hawana hata namna ya kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Maafisa ugani hawajarudishiwa mafunzo rejea. Amaliza miaka 18, 20, 25 amaliza chuo, hajawahi kuitwa tena kufanya mafunzo rejea. Kwamba sasa hivi tumegundua changamoto ni hii, kuna ugonjwa mpya umekuja, sasa hivi dawa hii haifanyi kazi, ukitaka kupuliza dawa hii. Kufanyiwa mafunzo rejea. Hana pikipiki, amepewa kata nzima. Alafu zaidi wakati mwingine wanapewa kazi ya kukaimu utendaji kwenye kata. Kwa hiyo kutafsiri gani yeye amekaa ofisini anafanya shughuli nyingine za ulinzi na usalama wa kata. Halafu usimamizi, kumfuatilia unafanyaje kazi. Uko wapi? Leo ulifanya nini? Na bila kuwawezesha wala hatuwezi kuwalaumu. Wewe ukipewa kata nzima kila siku uamke, utembelee wakulima. Miaka 25, una pikipiki, hujaitwa tena kupewa mafunzo rejea, kuelezwa utaalamu mpya uliokuja ni upi. Msimamizi dai kwa pale halmashauri anakuwa wa mwisho kupewa fungu la hela. Anapambana, anasimamia ushirika, umwagiliaji, kilimo. Hela hata za mafuta ugali tukuzunguka hakuna. Kwa sababu kwenye halmashauri kipaumbele utakuta ni elimu, ni afya, hivyo. Na ni mambo muhimu sana. Hela asesi inakusanywa na halmashauri, inapelekwa huko. Elimu, kwa sababu elimu ni muhimu. Afya ni muhimu. Ingawaje ng'ombe huyu unamkamua, si umlishe majani basi. Kwa ile hela asesi wala 20% peleka huko kwenye huduma za kilimo. Kwa unakuta hata yule aliyoko pale halmashauri uwezo wake wa kusimamia maafisa ugani ni mdogo. Analo gari, akiomba anapewa, lina mafuta, bila kuwa na fedha za kutendea kazi ofisini mambo yanakwenda vipi. Kwa kuna changamoto hiyo kubwa kwenye ugani. Na budget finyu kwa wizara yetu sisi. Budget ya ugani, hii budget inayoisha sasa hivi, itaisha mwezi huu. Kulikuwa na shilingi milioni 603 za ugani tu. Kiduchu. Haitoshi kabisa. Haitoshi. Sisi tumekaa mle ndani tumeulizana, jamani, sisi tumeshatambua tija ndio shida hapa, tufanyeje? Bajeti tuliopewa ni ile ile, haijabadilika. Lakini tutaendaje kuambia wenzetu wadau kama nyie kwamba business as usual? Tumekubaliana. Hebu tutafute sehemu za kupunguza matumizi, tutafute sehemu za kupunguza safari kidogo, punguza kidogo. Safari ni muhimu. Sasa lazima mkague. Yaani punguza hapa kidogo, punguza hapa kidogo, punguza hapa kidogo. Tumeondoka kutoka shilingi milioni 603 kwenda shilingi bilioni 11.5 kwa shughuli za ugani. Nazo ni kiduchu. Ni kiduchu. Kwa hiyo tunakwendaje? Tukasema tuchague mikoa mitatu ya kielelezo ambapo tutaweka nguvu kubwa. Hii mikoa mingine tutapeleka shughuli, tutapeleka huko na kule. Lakini mikoa mitatu tutapeleka nguvu kubwa. Tukachagua Dodoma, Singida na Simiyu. Tunanunua pikipiki 1500. Tutagawa hii mikoa mitatu, alafu zinazobaki tutatawanya mikoa mingine. Tunanunua mobile phone, tunawapa. Bwana, kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa unaenda kumtembelea mkulima, kuna kitu kinachoitwa app mobile kilimo. Unajaza humo. Nimemtembelea nani?
Namtembelea Profesa Faustin Kamuzora. Namba yake ya simu hii hapa. Changamoto yake ilikuwa hii. Ameangalia kahawa yake, kuna majani yanabadilika rangi, yamekuwa hivi. Nimemshauri kwamba hili ni tatizo jipya, dawa yake ni hii. Anajaza na sisi tunaweza kusoma popote tulipo. Waziri, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, mkurugenzi, DAICO, DC, DET, RC, RAS, wote wanaweza kaingia kwenye ile system akasoma. Kwa unaweza kumpigia Profesa Kamuzora, ni kweli bwana alikuja kwako? Tutajua ni kweli si kweli. Ushauri alikupa ukoje? Kwa hiyo tunanunulia mobile phone hizo unaweza kwa monitor, kujua wanafanyaje kazi, na zinawazilisha vile vile. Ukiwa tatizo ulifahamu, unatumia application ile ile kuongea na wenzako. Jamani, mimi nimekuta changamoto fulani hii hapa Kyerwa, hebu nieleze tunatatuaje? Nani mwingine ameona changamoto kama hii? Kuna siku hapa kuna wadudu viwavijeshi walivamia sehemu fulani huko Msomo. Napigiwa simu na mkulima, anasema tunaona tuna tatizo. Tukatuma watu kutoka mkuu wilayani, wakaenda wakaniambia hakuna tatizo. Wengine mliona kwenye gazeti, wanasema waziri wa kilimo tulimpigia simu. Hata sasa nikaona tena bado tatizo lipo. Ikabidi tupeleke watu, wakaenda wakasema ni kweli, tukapambana navyo. Kwa wakati mwingine lazima ushauriane na mwenzako. Mwingine kwa sababu ya muda mrefu hajafanywa mafunzo rejea, akiangalia tatizo halioni. Inabidi washauriane. Kwa hii mobile technology itawasaidia kushauriana tunafanya nini. Wale katika mikoa mitatu wote lazima wawe na mashamba. Na hii bilioni 11.5 pamoja na kuwasaidia na pembejeo na kila kitu. Walime, alafu tutakuwa tunaangalia unajua kulima wewe au unashauri wengine tu. Lakini alime, avune, apate hela, kwa sababu tunataka na wenyewe apate hela, waishi maisha mazuri, wafurahie kazi zao. Kwa hayo yote tutafanya kwenye shughuli za ugani. Nasema hivyo ili mtendaji mkuu wa bodi uangalie na wewe unaweza kuongeza nini. Kwa sababu bodi nyingine nazo kama Pamba naona na wenyewe wanaongeza nguvu. Sisi tumechukua mikoa mitatu ya kielelezo, lakini kuna bodi nyingine na vyama vya ushirika na venyewe vimeamua kutuunga mkono kwenda kwenye mwelekeo huo ili tuweze kukava sehemu kubwa zaidi ya nchi yetu. Baada ya mwaka mmoja tutarudi hazina. Tunataka tuonyeshe, mnaona Simiyu, Pamba ilivyoongezeka kwa sababu tuliwawezesha mabwana shamba. Mavuno haya hata sisi imeongezeka na kadhalika. Sasa tupate hela kufanya hili jambo kwa Tanzania nzima. Kwa hiyo swala ugani ni kubwa, na ni kubwa vile vile kwenye kahawa. Tena inawezekana kubwa zaidi kuliko tunavyojua. Kwa sababu inatoka maeneo ya kahawa sasa hivi unakuta kabisa ile namna ya kuprune, ile technology, ule uwezo, ujuzi kidogo unaanza kupotea. Matokeo yake watu wanaona kahawa hailipi, unaanza kung'oa, unaanza kuotesha maparachichi. Na tusipoenda na ugani na maparachichi atafika huko tutaamua tutaotesha nini? Sasa kahawa bado ina pesa duniani. Kwa tukiishika vizuri, tukaendeleza, itafanya vizuri na maparachichi, ile itakuwa kudiversify, kuminimize risk. Kwa na mazao mawili matatu ili likikolapse lingine linaanza kukubeba. Lakini ukisema na moyo wote unaotesha nyanya, alafu unavuna nyanya hamna soko, inakuwa changamoto. Tunaenda kwenye umwagiliaji. Tukitoka huko tunaenda kwenye masoko. Haya masoko kuna changamoto za aina nyingi. Lakini kwetu sisi nitataja moja kwenye kahawa. Tunauza zaidi kahawa ambayo ni hii tu ambayo is not ready for use. Sio? Ndio tuna export zaidi. Lakini Hamza ana kahawa nzuri sana inaitwa Abinza. Safi. Tulienda nayo wakati niko foreign affairs, tumepiga show moja Kenyatta International Conference Center. Watu wanakuja wanaona kahawa, wanasema hii inapatikana wapi? Lakini kiwanda bado kina operate under capacity. Kwa sio swala la soko wewe kwenda kuuza. Ni sisi kama serikali, kama board, kuhakikisha kwamba he has enough working capital kwenda kuuza. Sio Kenya tu, South Africa, Angola, wapi, everywhere. Na simtaji wewe tu. Yule mwingine anaitwa Ola. Alifunga nani? Anaitwa nani? Ola. Kafunga kiwanda, si ndio? Kimeanzishwa kizuri sana cha process, kawa amefunga, ameondoka. Nasikia sasa kinaanza kurudi. Mmeniambia na Tandika. Kiko pale napata changamoto. Kwa hiyo tuna masoko huku kwenye mahindi tunapambana. Watu wamelima mahindi tunaenda kuuza wapi? Tunaenda kupambana, tunaenda South Sudan kwenda kutafuta masoko. Alafu kahawa yetu wakati mwingine unakuta sisi wenyewe tunajiwekea taratibu ambao unamsababisha
yule anayechakata ili iweze kutumika final kidogo anaweza akashindwa kuchakata. Kwa hiyo aina fulani ya masoko, na nadhani kwetu sisi ndio kubwa. Sasa tukiendelea kuuza kahawa bila kuichakata, hatupati kiasi ambacho tunastahili. Unaenda kwenye korosho hivyo hivyo, korosho ni mbaya zaidi. Sasa tunachukua korosho hapa tunapeleka nchi B. Nchi B inamaliza kutengeneza inaenda kuuza nchi C. Kwa nini sisi usitoke A tukaenda C moja kwa moja? Hii katika tunazungusha hivi yani. Anatengeneza hela nzuri yuko B pale. Afu mkulima huko na yake sio nzuri. Lakini kwenye kahawa nayo nani kwa hiyo ndio challenge yako kubwa. Utusaidie na mwenyekiti wetu. Na sisi tutasimama na nyinyi. Hawa walianza kuprocess. Wa process waanze kukamata soko. We are going to have continental free trade area. Tunataka ukianzia Morocco, ukienda Tunisia, ukienda Ghana, Mauritania, wapi, kahawa chapa Tanzania. Ready for use. Ready for use. Mmeniambia sasa hivi Egypt hailimi kahawa, lakini ina process kahawa yake, sio? Na kiwanda. Hailimi kahawa, wana process wataweza kahawa. Sisi tunalima kahawa, tunapenda kuuza. Ili haina masoko. Sasa masoko kuna dimension nyingi ambazo tutachosha kuambia. Hapa kuna agrofinancing. Nimeunda kamati ambayo sasa hivi itakuja kuzinduliwa kwa ajili ya kushughulikia masuala yote, hasa wana process. Unapata wapi mtaji? Mtaji wa kutengeneza kiwanda utapata, alafu ukishamaliza kule kiwanda utagundua lazima ununue mazao. Working capital hamna, alafu unaenda kukopa unaambiwa 20-21. Unakwama. Kwa tatu wa Tanzania kwanza au wageni wanataka kutengeneza viwanda haviendi kule, hilo tutajaribu kupambana nalo. Na mwisho ni kilimo anga, lakini sitalizungumza sana hilo. Sio changamoto sana kwenye kahawa. Juzi tulipopata tazola nzige tuliogopa sana, tukadhani tukiingia kwenye migomba huko na nini, sijui unamwagaje sumu, maana kule ndio makazi ya watu. Lakini tumelimaliza, sisi tumeondoa bajeti yetu ya kilimo anga ilikuwa milioni 500. Na kwa amount ya kubadilika, lakini sasa hivi tumeweka bilioni 3 na tutanunua ndege moja ya kuongeza nguvu ya zile ndege ambazo tunazimiliki kwa pamoja na nchi za shirika la kupambana na nzige wa jangwani, na zile ndege nyingine tunazozimiliki kwa pamoja na nchi za kupambana na nzige wekundu. Lakini lazima tuwe na ndege yetu hapo kwa sababu hizi changamoto za kuelea na riski ni kubwa. Sasa hayo ni ya ujumla kwenye kilimo, yanagusa kila zao. Kwenye kahawa tuna nini? Kwenye kahawa bado tuna kazi ya kuongeza uzalishaji. Na sio lazima kuongeza uzalishaji tu kwa kutafuta maeneo mapya, lakini kuzalisha hata pale ambapo tunazalisha. Wote mnajua sasa hivi Tanzania inazalisha kahawa nyingi kuliko Kenya. Tulivyoanza mwanzoni Kenya ilikuwa inazalisha zaidi, si ndio? Kwa hiyo tumefanya kazi nzuri, tumeovertake na wenyewe imepungua uzalishaji. Kwa hiyo ni kama tani ngapi sasa hivi kwetu? 70,000. Tani 70,000 Tanzania. Na ni sehemu kubwa tunalima kahawa kwa sababu Kilimanjaro ambao tulikuwa tunajua kahawa sana huko, siku hizi mkoa wa Mara unalima kahawa nyingi. Kigoma, Kagera, Ruvuma, Mbeya, Songwe, sehemu zote zinalima kahawa. Kilimo cha kahawa kimeongezeka sana. Na nchi yetu ni kubwa, unaweza kuchukua nchi nyingine zote za Afrika Mashariki unazichanganya, nadhani karibu zote zinaingia huko ndani na bado tunabaki na change mfukoni. Kwa hiyo ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, labda tuache South Sudan, sina uhakika. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukizitumbukiza ndani ya Tanzania inabaki change. Lakini mzalishaji mkubwa wa kahawa hapa Afrika Mashariki ni Uganda. Anazalisha zaidi ya mara 2 yetu sisi. Si ndio? Sababu moja wapo, kuna kahawa inatoka Kagera inaenda Uganda, inauzwa Uganda. Sasa mimi naogopa kusema mimi ni mchumi. Kuliko kwenda na mgambo kupambana na watu wasipeleke kahawa Kagera, lazima tujiulize kwa nini wanapeleka Kagera. Au sio jamani? Si ndio?